mno kuweza kungamua nani atanisaidia kwenye mechi gani. Kwa Musa Kamara, saves alizozifanya kwenye mikwaju ya penalty, maana kuna kipindi pia watu walikuwa wakimfananisha Kamara na marufuku wengine. Kamara ametupeleka nusu finali. Amecheza penalty 2, mnyama amefuzu, ameonyesha kiwango cha hali ya juu mno. Kusema kweli, wale ambao walikuwa wana wasiwasi, kwa nini tuna makipa wengi, wamepata majibu yake. Kwa nini tumemchukua Musa Kamara? Ametusaidia, ametuvusha, tumekwenda nusu finali. Kulikuwa na pressure kwenye hatua ile ya mikwaju ya penalty, semaji? Sio kwenye mikwaju ya penalty. Tulikuwa na pressure mechi nzima. Yaani wakati tuna mechi inaanza tu tayari unaanza na pressure kwa sababu mko nyuma. Kwa hiyo mechi inaanza una pressure. Unapata goli moja bado unaendelea kuishi kwenye pressure kwa sababu bado haujamaliza kazi. Unapata bao la pili bado unaendelea kuwa kwenye pressure kwa sababu mpinzani wako akipata bao moja inakulazimu wewe utafute mabao mawili ili uweze kuvuka. Kwa hiyo haikuwa mechi ya starehe hata kidogo. Ni kama vile tumeangalia filamu ya kutisha ya kizombi. Hauwezi kuenjoy hata muda mdogo. Ushawahi kuiona movie ya Final Destination? Hauwezi kuenjoy kuangalia ile movie. Kila muda unakuwa unajificha namna hii kwa sababu unajua kuna ajali mbaya itatokea, watu watakufa. Kwa hiyo ndio mechi ya leo. Haina starehe hata kidogo. Ilikuwa ni mechi ya kuvuka. Filimbi ya mwisho imepulizwa na kwenda kwenye penalty bado na kwenyewe kuna pressure kubwa. Pressure inakuja tukikumbuka tumewahi kutolewa mara 2 kwenye robo finali kwenye hatua ya penalty. Tumetolewa na Orlando, tumetolewa na Wydad. Kwa hiyo wakati penalty zinaanza unakumbuka namna ambavyo mlifeli mara ya kwanza, mlifeli mara ya pili. Mnajiuliza, hii tutavuka kwenye penalty? Lakini unapata matumaini kumuona anayekwenda kupiga penalty ni fundi wa penalty duniani, Jean-Charles Ahoua, binadamu pekee ambaye hakosagi penalty. Unapata matumaini ya kwamba huyu akifunga tuko sawa sawa. Lakini unajiuliza kama huyu ndio mtaalamu wetu wa penalty, akikosa maana yake ameiangusha timu nzima. Lakini Mungu ni wetu, Ahoua anafunga penalty ya kwanza, anafungua milango kwa wenzie na wanaokuja wote wanafunga, mnyama anakwenda zake nusu finali kibabe. Mechi mkiwa na silaha ya kila namna na ulisema tunatumia kila aina ya silaha zimelipa, lakini pia mashabiki ambao wamejitokeza na mmevuka. Hakuna kitu ambacho hatujafanya kwenye hii mechi. Tumesali, tumefunga, tumeomba, tumetoa sadaka, tumefanya kila kitu. Ya kuvunja mmevunja. Tumemuomba Mungu kwa kila lugha, Kiswahili, Kiarabu, Kiingereza, Kifilipino, Kibantu, mpaka Kikongo, kuhakikisha kwamba Mungu anapokea maombi yetu na mnyama anafuzu. Ahmed, mwanzo mlionekana kumpelekea mwaliko Mtume Mwamposa. Ni wazi Simba amefuzu kuelekea nusu finali. Mtarudisha pongezi ama shukrani kwa Mtume? Watu wote ambao wameshiriki kuisaidia Simba kupata ushindi wanastahili pongezi. Watu wote ambao tumewalika, watu wote ambao wamenunua tiketi, wote hawa kwa pamoja ni collective, yani ni mafanikio yaliyotokana na nguvu ya pamoja. Watu wote wanastahili pongezi na tunawashukuru sana. Mnamtaka nani hapo kwenye mechi ya baadaye? Zamalek? Yeyote atakayekuja sisi tuko tayari kuruka naye dance. Na hatua inayofuata pengine Zamalek tunakwenda kujikumbusha historia yetu ya mwaka 2003 na tangu baada ya hapo hatujawahi kucheza naye tena. Kwa hiyo tunakwenda kukutana naye safari hii. Kama ni Stellenbosch tuko tayari kuruka naye. Malengo ni yapi? Mmefanikiwa kufuzu, mnaileta kombe Tanzania, ama malengo ya Simba sasa baada ya kufuzu hapa? Alafu wewe ni mtu mpya sijawahi kukuona. Ni nani unaitwa? Singano. Toka TV gani? Sanga TV. Sanga TV ndio wale wazee wa mazengwe. So nyenye. Sawa. Maana sio kauli ya mwisho mmenambia hii tunaleta hizi. Malengo ya kwanza yalikuwa ni kuvuka robo finali kwenda nusu finali. Ilikuwa ni lazima mwaka huu tuvuke hapo twende hatua inayofuata.
kwa sababu isingependeza tena kuishia hatua ile ile kwa mwaka wa 6. Kwa hiyo tumetimiza lengo la kwanza la kuvuka kwenda hatua ya nusu fainali. Bahati mbaya ama nzuri, ratiba ya nusu fainali ni katikati tu hapo ya mwezi wa 4. Kwa wale wote ambao wanahitaji kwenda aidha Afrika Kusini ama kwenda Misri, waanze maandalizi mapema. Kama ni Misri basi visa, kama ni Afrika Kusini tutakachia hapo Tunduma, walete Zambia Kusini hapa. Sawa bana Kuanzeni maandalizi. Kwa hiyo lengo la kwanza limetimia, kuvuka. Lengo lililobaki sasa ni kutoka nusu fainali kwenda fainali yenyewe. Na tukifika fainali yenyewe tunaweka malengo mapya ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kwa sasa malengo yetu yanakwenda kulingana na mechi husika. Malengo ya ujumla tumefanikiwa ya kuvuka kwenda nusu fainali. Sasa kwenye nusu fainali tunaweka malengo ya kwenda fainali. Kwenye fainali tunaweka malengo ya kwenda fainali yenyewe. Ahmed, ratiba ipo karibu. Kwa mujibu wa kafu, nusu fainali itachezwa tarehe 20. Na ukiangalia hapa mna mechi na Mbeya City, baada ya hapo kuna mechi ya ligi kuu. Pengine ratiba ikiwa hivi inaweza ikawaathiri Simba? Tutazungumza na mamlaka. Tutaangalia kama ratiba iko flexible, tutacheza. Kama ratiba itakuwa imebana, TFF ipo kwa ajili yetu, bodi ya ligi ipo kwa ajili yetu. Kwa hiyo hakuna kinachoharibika. Unatamani nusu fainali upate mashabiki wengi ambao watajaza Benjamin Mkapa kuliko mchezo huu? Hawa walokuja leo kwanza wanatosha. Tunawashukuru sana. Sehemu chache iliyobaki ile pale haturuhusiwi kuuza. Mechi hii tulitakiwa kuingiza watu 42 pekee kwa sababu kuna sehemu kubwa inatengenezwa. Kwa hiyo kama kwenye nusu fainali itakuwa imeshaongezwa pale, maana yake tunategemea nusu fainali tutakuwa wengi zaidi. Unavyoona timu yako Ahmed Ally imefika asilimia ngapi ya ujenzi? 75. Ikifika 100 watu watakufa hapa. Nakwambia. Ushasikia mauaji ya halaiki. Ndio tunakwenda kufanya timu yetu ikifikia asilimia 100. Ahmed, neno moja kwa kocha Fadlu Davis kwa alichokifanya kutengeneza Simba kufuzu kuelekea nusu finali, pengine malengo ya watu wengi na kuiona Simba kwamba bado inatengeneza timu. Fadlu Davis anahitaji pongezi kwa kiasi gani? Na yeye ameandika rekodi yake. Simba baada ya miaka mingi zaidi ya 30 huko, makocha wote wataalamu waliokuja hawakuivusha kwenda nusu finali. Fadlu ndani ya msimu mmoja anaipeleka Simba nusu finali, anaifanya Simba inakuwa tishio Afrika, Simba inakuwa bora nyumbani Tanzania. Kwa hiyo anastahili pongezi, na wapo watu ambao walibeza ujio wa Fadlu kwamba ametoka kuwa kocha msaidizi, sijui ana uzoefu. Sisi tuliangalia akili yake, tulimuona Fadlu ni mwalimu mwenye akili kubwa, yani ni modern coach. Football understanding yake ni ya kiwango cha juu. Ni kijana, ana upeo mkubwa, alafu ana uchu na mafanikio. Kwa hiyo wakati tunamkabidhi timu, tulijua tumemkabidhi timu mtu gani na atatufanyia kitu gani. Na bado hapa Fadlu bado na yeye hajaonesha ubora wake kwa asilimia 100. Mpaka sasa yupo kwenye asilimia 45. Hofu yangu Ahmed Ally ni performance ambayo ameonyesha Fadlu Rahman Davis, na ukiangalia Simba inajengwa na kuna baadhi ya majiant Afrika ambao mnakabiliana nao, wanahitaji saini za hao watu ambao nyinyi wameanza kuonyesha performance bora. Pengine Simba mmejipangaje? Mtawashikilia hao ama mtawaachia kama utamaduni wenu ambao siku zote imekuwa mnao? Kwanza lazima mjue ya kwamba sisi hatuwezi kukimbiwa na kocha. Ana ubora mkubwa, kuna timu zinaweza zikatoa hela nyingi. Sisi hiyo hela nyingi tunayo. Kwa mfano Orlando Pirates, Jose Riveiro anaondoka, wakaweka hela nyingi, mnaweza mkamzuia? Sisi hela alizokuwa nazo tajiri wetu Mohamed Dewji, ukizimwaga kwenye bahari ya Hindi unatengeneza beach, yani watu wanaweza wakakaa juu na wasiloe. Hela ya Mohamed Dewji, sijui mnanielewa? Chekeshi hapa. Fedha aliyokuwa nayo Mohamed Dewji akimwaga kwenye bahari ya Hindi. Bahari ya Hindi mnaifahamu, lakini ndio bahari kubwa zaidi duniani kama sikosei, kama ya pili au ya tatu, tutajuana huko. Lakini ni bahari kubwa zaidi duniani. Fedha zake na sio shilingi 10,000, ni dola 100. Akizitandaza juu ya bahari ya Hindi zinajaa
bahari ya Hindi yote hauoni maji hata tone. Sasa fedha kama hizo Fadlu Davis anakwenda wapi? Tutamlipa anachotaka, aendelee kuijenga Simba. Neno moja kwa bosi Mo Ahmed Ally kwa hiki alichokifanya kuitengeneza Simba na imefanikiwa kufuzu, na yeye anastahili pongezi. Tulikaa kinyonge sana alipoamua kurejea kwenye madaraka, kwenye utendaji wa kila siku. Tumeona Simba imeamka sana. Tumeona Simba inafanya ubaya ubwela kila eneo. Sisi tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa moyo wa kuipenda Simba, aendelee kumpa moyo wa kuipigania Simba, aendelee kufanikiwa zaidi kwenye biashara zake, na aendelee kuwa tajiri zaidi, kwa sababu utajiri wake sehemu kubwa anautumia Simba Sports. Kwa aendelee kunufaika zaidi, na sisi wana Simba tuendelee kutumia bidhaa za za Metli, ili kinachopatikana kule kije kisaidie Simba. Kwa utawala huu wa Mohamed Dewji, ubingwa Afrika unawezekana, kwa sababu hiyo ndio ndoto yake miaka 20 iliyopita. Wakati Simba inaitoa Zamalek mwaka 2003, Mo Dewji akiwa pale Cairo, Misri, alisema ya kwamba pamoja na kwamba tumewatoa, lakini hatuwezi kufanikiwa zaidi kwa sababu ya uwekezaji wetu mdogo. Ili tuweze kufanikiwa lazima tuwekeze sana. Kwa hiyo sasa anawekeza sana. Unaiona Simba iko wapi? Iko nusu finali. Kwa hiyo anastahili pongezi, na bado tunao nafasi kubwa ya kufanikiwa zaidi chini ya utawala wake. Nimechoka, naumia kwa sababu nawatumia nguvu kubwa kuongea. Semaji wa kumalizia, kesho tutasoma magazeti. Ngoja nione nitamkaya, lakini lazima niamke na mbwembwe asubuhi. Siwezi kumalizia neno moja kwa Simba. Kwa Simba tumevuka.